Dakta mtazamaji, shukran za dhati tena zaidi kwa kuzidi kuitegea runinga ya KBC. Karibu kwa awamu ya pili ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja hapa kwenye studio zetu. Hapa siku ya leo tukiliingilia kwa kina ama tukiliangazia kwa kina swala nzima la uhuru wa kujieleza katika taifa letu. Tumeona kuwa mtandao imeanza kunawiri na kukithiri. Je, uhuru wa kujieleza katika taifa letu liko aje? Haya yote tutakuwa wenye kuzungumza hapa kwenye studio zetu mtazamaji, na atakayenisaidia kufafanua sana na kutupatia tu mtazamo wa kisheria ni wakili Eric Nahurenya, ambaye atakuwa mwenye kutusaidia kufafanua masuala kadha wa kadha kuhusiana na sheria na jinsi tunapaswa kufanya ama kuendeleza uhuru wa kujieleza kwenye taifa letu. Mtazamaji, kumbuka wewe pia unaweza sema nasi kwenye mtandao wetu wa kijamii. Ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule mtandao wa X @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdullahi. Byron Abuli atanisaidia kupeperusha kipindi hiki kwa ishara. Karibu sana Bwana Eric kwenye studio zetu. Asante Khalid. Najua wewe si mgeni kwenye studio zetu. Karibu. Na siku ya leo tunataka liingilie tu moja kwa moja. Tumeshuhudia kwamba matukio nyingi kuhusiana na uhuru wa kujieleza, na kila mtu akiwa na uhuru wa kujieleza na kusema kila jambo. Na tumeona kwamba mtandao sasa hivi umenawiri na masala mengi yanafanyika kule mtandao. Kwa mtazamo wako tu, uhuru wa kujieleza katika taifa letu liko vipi? Tuanzie hapo. Najua kumekuwa na tetezi mingi, no. Haswa kwa masuala ya uhuru wa kujieleza, haswa kupitia Wakenya kama wenye inji. Na ile swala ambayo imeleta utata haswa ni kwamba kule mbeleni, zamani kabla tukue na weledi wa teknolojia, haswa wananchi walikuwa wanategemea labda ile inaitwa mainstream print media kama newspapers ndio wapate kujua ni yapi ambaye yanajiri. Lakini leo hii tukio inaweza fanyika pale Nakuru ama kule mashinani, no. Na bado ukiwa hapa studio ujue ni hata uweze kudhibitisha ya kwamba ni ukweli, labda ajali imefanyika ama kumekuwa na tukio fulani. Na ni kweli ya kwamba teknolojia imeweza kuguza wananchi kupewa ile nafasi ya kupeana ile inaitwa opinion zao. Lakini tujue kwamba mambo ya freedom of expression, yule usemi, uhuru wa usemi wa kila mmoja wetu umekabidhiwa na katiba yetu katika kipengele cha 33. Na pia unajua katiba inakupatia uhuru, lakini pia huwa tunasahau ya kwamba katiba yenyewe, mwongozo wa katiba ni kwamba unakupatia ile inaitwa right, lakini inakupatia obligation. Maana kama wewe mwananchi, licha ya kwamba umepewa ile uhuru, lakini pia katiba inakuambia uhuru huu utumie, uzingatie vile unautumia. As you express yourself, you also have to know the safeguards. Ili kuna mipaka fulani usiruke, na ukiruka kuna zile sheria pia ambazo zinakukumbusha. Tujue kwamba kando na katiba ambayo imepeana ile inaitwa freedom of expression ambayo imepeanwa kikatiba, haijapeanwa na serikali, lakini pia katiba yenyewe imepeana limitation ya kwamba uhuru wako wa kupeana usemi usije uwe labda wa kuleta kero ama kuleta incitement ama kupropagate ile inaitwa wars. Ikifikia hapo basi katiba tena inakuonya. Na pia tuko na, nimesema kwamba kwa ajili ya ueledi wa teknolojia tuko na ile inaitwa Computer and Misuse Cyber Act ambayo ilipitishwa. Maana leo hii kuna mitandao, nimesema kwamba pale meleni ilikuwa ukitaka kujua usemi wa taifa lazima ungeenda ukimbie uchukue Standard newspaper, Daily newspaper. Lakini leo hii kabla hata ifike kesho yake ujue ni yapi ambayo yametokea, tayari tumejua mtandaoni, tunajua ni lipi ambalo litaandikwa katika magazetini. Kuna mitandao ya Twitter inaitwa X squeezy, kuna Facebook, kuna TikTok, kuna mitandao mingi, kuna podcasts ambayo inavuma sana, ambayo inavuma. Lakini hizo mitandao zimewapa wananchi nguvu, usemi. Leo hii katika nchi ya Kenya tunajua kwamba kama ni serikali, unajua tuko na executive, tuko na judiciary, tuko na legislature. Lakini pia kama mbunge ama ule ambaye anakurepresent amelala, pia wewe unaweza sema hapana, hapa nimeona tukio fulani na serikali inafaa ifanye vizuri.
ifanye jambo moja, mbili, tatu. Yani usemi wa wananchi wamepewa ile inaitwa uhuru, wamekuwa empowerment kwa ajili ya teknolojia na pia uhuru ambao umepeanwa kikatiba. So we can hold the government to account as an individual or as an organization. Asante. Naam, ulikuwa umeelezea kwamba katika katiba suala hili lina pia mpaka. Ikifikia katika mpaka hiyo kutakuwa na onyo. Katiba pia inatoa onyo. Nilikuwa nataka tu mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi umfafanulie kidogo kuhusiana na suala hili la uhuru wa kujieleza, kwa sababu wengi hususan vijana wa kizazi cha Gen Z ama kizazi kipya saa hizi, wao ndo wengi wanatumia mitandao kutoa semi zao na kutoa sauti zao. Angalau mmoja ambaye anakutazama sasa hivi labda angependa kufahamu zaidi ufafanuzi huo na mpaka huo inafikia wapi na onyo huo unakuja wakati gani katika katiba. Asante Halid. Kila mtu amepewa uhuru, zile inaitwa rights na fundamental freedoms kikatiba, na ile ambaye amepewa kikatiba inaitwa it's a creature of the constitution. Yani hiyo haiwezi chukuliwa na state, lakini katiba yenyewe inapeana mipaka. Na kama kuna labda mipangilio mipaka ambayo haijapeanwa vizuri kikatiba, tunakuwa na zile inaitwa legislative framework ya kupambanua, maana si kila kitu ambacho kinaweza wekwa kikatiba. Naam. Lazima kukuwe na vipengele ambavyo zinafaa kufafanuliwa kulingana kupitia sheria nyingine ambayo inaundwa na bunge. Na bunge letu na zile ambazo iko saa hizi na ile ya zamani imepitisha zile inaitwa legislative statutory laws ambazo zinahusiana na ili swala tata ambalo leo hii tunalizungumzia. Nimesema kipengele cha 33 kinahusu expression of freedom of expression, ya kwamba uko huru kujieleza kwa jambo fulani, labda lako kibinafsi ama ni jambo ambalo linahusu wengine ama nchi. Lakini pia katiba yenyewe inasema ya kwamba uhuru huo, kwa mfano Halid, huwezi toka hapa nje na useme ya kwamba hii Kenya hii tungependa labda saizi tuko na uongozi ambao umewekwa mamlakani kikatiba. Huwezi amka pale nje na useme tunataka, nimekuwa nasikia tetezi za labda Ruto must go and all that, lakini sheria tena inasema ya kwamba serikali inakuwa establish kwa msingi ya katiba. So inaweza kuwa na tetezi kama hizo, lakini sheria. Aya, pili, pia huwezi tumia uhuru wako kusema ya kwamba watu fulani labda eneo fulani hawakubaliki kuishi sehemu fulani. Ama tuko hapa Nairobi leo, huwezi sema ya kwamba hapa Nairobi tuko na kila jamii na hakuna sehemu ya nchi ya Kenya ambayo iko tu na jamii fulani ya kwamba hao ni natives. Lazima kuna watu tofauti tofauti, tunataka jinsia tofauti, tunataka karibu makabila tofauti ambao tuko katika sehemu yote ya nchi ya Kenya. Huwezi enda mahali pengine sehemu fulani na useme watu fulani hatuwahitaji. Itachukuliwa kama incitement, na kuna sheria. Tujue kwamba katiba tena ili establish ile inaitwa National Cohesion Commission, na pia kuna ile inaitwa legislative framework ya National Cohesion and Integration Act ambayo pia inazuia mambo ya hate speech, ile utangamano na uwiana. Saa zingine tunakaa hapa na tunajiuliza kama labda hizi commission zingine zinafanya kazi. Maana saa zingine unapata kuna viongozi labda mashinani ama wabunge ama viongozi katika nyanja tofauti wanashikilia nyanja tofauti katika serikali, lakini zingine commission inachukua muda mwingi. Unapata wanataka kuleta mashtaka baada ya mwezi mmoja ama mwezi mbili. Sasa kikatiba na kisheria tujue kwamba licha ya kwamba umepewa uhuru wa kujisemea, ya kupeana usemi, labda kuhold government to account, lakini pia kuna mipaka. Umeongelea swala ambayo kwa kweli inasaidia sana na kwa kweli wengi hawako wanaifahamu kuhusiana na katiba na sheria ambazo jinsi inavyokuwa. Lakini kama wakili nataka nilegeze kamba kidogo. Kuna vigezo gani ya sheria unaongoza ukiongelea swala la kuchafulia mtu jina ama ukipenda defamation? Kwa sababu katika mtandao wa kijamii sasa hivi swala hilo linachipuka sana mno.
Ukiamka leo hii na upeane usemi ambao huwezi thibitisha. Kwa mfano amka ya kwamba useme Khalid, huyu Khalid ameiba pesa na kesho yake inafaa afikishwe mahakamani, na uandike kwa mtandao. Unajua watu ambao wanajua Khalid huyu, labda watu wengi wanakujua kwamba wewe ni mtu ambaye unaheshimu sheria, labda hujajihusisha na mambo fulani, na unajua kwamba wakisema katika taifa la Kenya, wakisema wewe ni mfisadi, hiyo ni criminal offense, economic crimes, inafaa upelekwe mahakamani. Sasa mtu kama amesema na hana uhakika, hana ile inaitwa evidence, basi unaweza mchukulia sheria, unaweza mchukulia hatua, uende umshtaki. Maanake anakuchafulia jina. Wewe kama Khalid uko na marafiki wako, uko na familia. Kuna watu watakuwa na kuangalia sema, lakini huyu Khalid, na wewe ni baba, labda wewe ni ndugu. Haya maneno umefanya. Sasa itabidi umechukua hatua ili ushtaki mtu akueleze kinagaubaga. So za zingine ni vizuri kuambia haswa ambao tunatumia mitandao. Unajua Khalid, kule nyuma kuna marafiki wangu tunaongea nao, wanakuambia wale watu ambao labda waliaga dunia miaka 20 iliyopita ama miaka 10 wakifufuliwa leo waje katika taifa la Kenya, wataona karibu hata watoto wadogo wako na simu. Pale mbeleni ilikuwa changamoto. Sasa kama over 90 ama 80% watu wako na smartphones. So unapata inakuwa rahisi. Kama haukutakuwa na civic education, watu wengi watajiingiza kwa makosa ambayo labda wangepewa ile inaitwa civic education, wangejua ni yapi unaweza sema na ni yepi ambayo unaweza jizuia. Maana hii simu Khalid, nikiandika kitu kwenye mtandao kabisa, kulingana na ile capacity ya NIS na polisi, watanitafuta, wanaweza jua hata nikifuta ile account, niseme kwamba nimepost kitu na nimefuta na imepatikana, bado unaweza trace, ujue ni simu gani ilitumika, hiyo simu ni nani alinunua na ni ya nani. Sasa uwezi kimbia. Mkono wa sheria pia ni mrefu tena zaidi. Lakini pia itakuwa vema serikali ijue ya kwamba uhuru huo watu wasiweze kunyanyaswa. Maana pia ile katiba imepeana uhuru na imepeana zile safeguards, na iwapo mazungumzo ama usemi wa wananchi ni ule wa kuleta accountability kwenye serikali, basi hiyo haiwezi gandamizwa. So ni vizuri pia tuambie wa Kenya kwamba hata kama kuna zile safeguards, kuna zile mipaka, lakini wasiwe waoga wa kujieleza kwa masuala tata, kwa masuala ambao ni uovu labda katika serikali ama katika jamii. Naam, kwa kweli kwenye matamshi yako upande zote mbili inafaa kuchangia sehemu fulani kabisa, ama asilimia fulani tu, ili kila mtu akuwe na uhuru wake na wa kujieleza. Naam, nataka tuingilie swala la usalama mitandaoni. Ni swala ambalo kwa kweli limejirejelea miaka nenda miaka rudi, na sasa hivi ambapo swala la teknolojia na mitandao ya kijamii imeanza kunawiri sana, tumeona kwa swala hilo imeonekana sana. Je, vigezo tofauti ambao inaongelea swala la usalama mitandaoni, ndio nilikuwa nataka tuangalau utupatie tu kwa kiduchu na utufafanulie kidogo. Inawezekana kwamba tutumie mtandao, hali ya usemi katika mtandao kwa kujenga nchi, kwa kujenga taifa, kujinufaisha. Kwa mfano, wala ambao wako katika biashara, tujue kwamba unaweza weka page yako kwenye mtandao na ikuwe ya manufaa. Tumeona watu wengi hata wanauza mashamba, unaweza uza gari. Yani mtandao ni ule ambao unaweza tufaidi kama wananchi, kama individuals na pia kama serikali. Leo hii ukitaka kupata zile government services, unajua Kenya na leo hii tunasema we are in a digital knowledge based economy and digitally or technologically driven. Services mingi ambazo zinapeanwa na serikali tunazipata kwenye mtandao. Lakini pia ni vyema tuseme ya kwamba tunavyotumia hizi mitandao tujue kwamba kuna wale ambao ni wachanga zaidi. Kwa mfano,
Leo hii ukikaa katika manyumba zetu, unapata kwamba watoto hata wadogo, unapata mzazi ameweka mtoto TikTok. Unajua pia iko na madhara fulani na si vema, na sheria ambazo zimepeanwa pia kando na katiba, zile sheria ambazo zimepitishwa na bunge, ni vizuri kujua kwamba kuna ile limit, na ni vizuri pia tukue na ile usemi ya maadili kwenye jamii. Tukisema ya kwamba tuegemee sheria peke yake, Halidi, haitatusaidia. Sheria pia iko na kazi yake, na pia iko na zile naitwa limitations zake. Sheria haitakufuata kwa nyumba yako kule ambako umelala, ichunguze kila ambacho unafanya kama umelala hujalala, ama kama umepea mtoto wako simu na labda amejiingiza kwa zile platforms ambazo zinaharibu mawazo yake. Unaweza kuwa unatumia unaweza pia tumia mitandao kusambaza chuki. Na vile nimesema kwamba iwapo inagunduliwa ama inajulikana kwamba umeruka mipaka ile ambayo imepeanwa na katiba, ile imepeanwa na uongozi wa legislative framework, basi inawezekana ya kwamba uchukuliwe sheria, ya kwamba taasisi mbalimbali ambazo pia zimewekwa kikatiba, zimewekwa kisheria, zikuchukulia sheria ili tuweze kujenga taifa letu kama wananchi, na pia tukue na hali ambayo ya stability. In as much as we look at expression of interest, freedom of media, lakini pia lazima tujue kwamba to extreme cases haitatusaidia kama taifa. Yani kwa ufupi, yani kila mtu awajibike. Wajibikaji akifanya tu ama akiendeleza kufanya shughuli zake. Ni wajibu wa kila Mkenya, kando na wajibu wa serikali. Unajua saa zingine, Halid, kwa mfano haifai mtu aendesha gari kiholela na agonge watu. Lakini ukienda pale kwa pedestrian crossing, zebra crossing, kuna mahali wamesema wametenga sehemu fulani ni ya watu kupitia. Lakini mara nyingi kama Wakenya sisi wanafanya magani, unapata gari zimefunguliwa lakini wewe pia uko pale unakimbizwa. So ni vema pia tukue na tujue kwamba kuna wajibu wa serikali na wajibu wako kama binadamu. Kabisa. Umeongelelea kuwa kuna taasisi ambazo zimebuniwa kisheria kupambana na swala kama hili. Na tumeona kuwa swala la usalama mitandaoni ni swala ambalo limerudia kama nilivyosema hapa awali. Je, tunaweza fanya nini kama taifa, na tunaweza fanya nini kama taasisi ambazo zimebuniwa ili kukomesha swala kama hilo, ama kuhamasisha watu kujua masuala kadha ambao wanafaa kufanya ama wanafaa kuwajibikia swala kama hilo likitokea? Nafikiria nimechukua muda mwingi nikizungumzia haswa ile uhuru wa kibinafsi, wananchi kupeana opinion zao, usemi wao. Lakini nyinyi pia kama media, unajua pia mko na ile inaitwa Media Council. Na kuna ile sheria ya Media Council Act ambayo pia ina regulate, maanake kama television kama ya KBC ama Citizen ama zingine, pia kuna ile regulation ya kwamba wakati labda mnapeana matangazo fulani ya kupeana kwa taifa, kuna masuala fulani ambayo haitakuwa vema kupeana, haswa kama si yale ya kusaidia nchi. Hilo halimaanisha kwamba you cover up, but kuna zile limitations. Maanake pia in as much as you're giving information, kuna limits. Kabisa. Kuna swala la mtandao ya kijamii sasa hivi kutumika kwa kampeni. Unajua kwa miaka 2.5 tutakuwa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Na wakati huu sasa tumeona kuwa swala hilo la mtandao wa kijamii kutumika kufanya kampeni unaanza kunoga wakati huu. Je, unahisi itakuwa italeta utofauti katika katika uchaguzi huo? Kumbuka hapo awali tulikuwa tunatumia mtandao lakini si ya kiwango cha sasa. Jinsi nimesema ni kwamba leo hii kuna mambo mengi sana ambayo unaweza yafanya kwa kutumia mtandao. Tumezungumzia mambo ya labda kufanya hali ya biashara kwa mtandao, unauza vitu fulani, bidhaa ama services. Ni sawia. Unajua hapo mbeleni wakati kulikuwa na uzoefu wa kutumia mtandao, watu walikuwa wanafikiria kwamba
ukiwa kwa mtandao ni mahali fiche, ni sehemu fiche. Leo hii mimi nikiwa mmoja wa mawakili katika taifa la Kenya, ni vema tuambie watu wetu ya kwamba social media platforms, they are actually public squares. They are public streets. It is a street like any other street. Na lolote ambalo unalifanya pale, ujue kwamba unawacha your footprints, either kwa mikono ama kwa miguu. Tujue kwamba wakati umesema kitu fulani, bado tunaweza enda pale na tujue kwamba ni mtu fulani, ni Halidi alipita hapa asubuhi, huyu ni mguu yake, hii ni mikono yake, na tujue Halidi ameenda wapi na ni nini alifanya. So ni vema tujue hivyo. Sawia, hizi social media na technology na expression italeta ile inaitwa tumbo joto vile tunaelekea siasa za uchaguzi wa mwaka wa 27 na ile hamasa na ile hamasa. So ni vema tu pia tukue na ile mpangilio, serikali na taasisi ambazo zimepewa tuzwa majukumu hayo ya kikatiba na ya kisheria kuhamasisha Wakenya ya kwamba hata tunavyofanya campaign, hakuna rais mwenye atataka kuongoza taifa la Kenya kama nchi ya Kenya imechomeka. Tulijaribu ile inaitwa barabara ya hasira, barabara ya kupigana, ya kumwaga damu mwaka wa 2007. Nilikuwa kijana mdogo pale hiyo wakati, lakini niliweza kuona hamaki kubwa ambayo tulipitia, na kuna watu walikufa over 1000. Kuna ile property iliharibika, na pia hata nimeenda mbali, mwaka ambao ulipita kulikuwa na ile inaitwa finance bill, na kulikuwa pia na changamoto. So ni vema vile wanasiasa wanaelekea ile mambo ya 2027, uchaguzi wa mwaka wa 27, ni vema kutumia hizi platforms kama mobilization, for voter mobilization. Unaweza sema get out and vote, GOT, get out the vote, GOV. Na si Kenya, na unajua Kenya imekuwa mbele kwa mataifa haswa ya East Africa na pia Afrika kwa kutumia mtandao, na ni vema sasa kama ni mobilization kuitana. Leo hii unaweza kaa hapa Halid na uongeleshane na wale ambao wananuia kukupigia kura kule mashinani, maana unaweza tumia mtandao kabisa. Ni swala ambalo kwa kweli tutakuwa wenye kuliangalia jinsi itakapo fikia wakati huo mwaka 2027, majaliwa yake Maulana. Naam, nataka tuongelele swala la jukumu la wazazi katika kustahimili na pia kuwaambia watoto wasitumie mitandao, ama jinsi ambao watajaribu kuamudu wao wakati ambapo wanatumia mtandao wa kijamii. Je, wazazi wana jukumu gani hasa? Halidi, najua tumezungumza hii swala la mtandao, na najua hata ile jambo ambalo imeleta utata sana ni hivi majuzi vile kumekuwa na ile presentation ya watoto wa shule ya upili ya Butere pale Nakuru. Na unajua saa zingine watu wanajiuliza maswali mengi sana, na ile kitu mimi najua ni kwamba jamii, sisi ni kioo cha jamii, na watoto wetu wadogo kama wako labda shule ya upili ama ile ya chekechea, sehemu different levels, yale ambayo wanasema ni ile ina reflect kioo cha jamii. Wale viongozi ambao tuko nao wamezaliwa katika taifa la Kenya. Sasa kama ni wabaya, ni sisi tumewachagua. Na kama tungependa kukuwa na marekebisho, ni vema tuanze na usemi wa maadili ya jamii. Jinsi vile nimesema pale mbeleni kabisa, sheria peke yake haitaleta mabadiliko ambayo labda yatakuwa ya manufaa. Ukisema kwamba tuegemee tu sheria peke yake, lazima tuongelee mambo ya kanisani, leadership ya religious organization, kama ni wale wa mosque, kama ni makanisa, kama ni hizo zote. Na pia lazima tuzungumzie usemi, maadili ya wazazi. Lazima tuseme usemi na ile guidance ya walimu. I mean, lazima kukuwe na ushirikiano wa stakeholders. Na tukue na ile usemi. A good conversation. Naam. Miliki zangu wananiambia muda umetupa kisogo, lakini kabla hatujaondoka studioni, nataka tu unipatie tu swala kuhusiana na
wanasiasa kujihusisha katika swala hili ambalo walikuwa waliongelea la michezo wa kuigiza. Tumepata zile tetesi kwamba mwanasiasa ambaye alikuwa madai kwamba amejihusisha katika kuandika ile michezo wa kuigiza. Kwanza, maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Na je, sheria inasema nini kuhusiana na swala kama hili? Kabla hatujafunga jamvi. Unajua hali ni wakati nilikuwa nasoma shule, angalau mimi sikuwa wakaribu sana kwa mambo ya drama. Nafikiri mimi nilikuwa naegemea sehemu zingine. Drama ilikuwa inanishinda kidogo. Unajua kumekuwa na tetesi nyingi sana. Lakini kila ambacho watu wajua kwamba Mheshimiwa Malala ambaye alikuwa seneta wa Kakamega ni mtu ambaye amekuwa playwright kwa miaka mingi sana. Nafikiri ameguza jina lake haswa kupitia mambo na playwright na sio hiyo shule peke yake ambaye amekuwa anajihusisha nayo. Labda imeleta ile conversation. Anajua wakati kunakuwa na tetesi mingi hivi, utapata ya kwamba hata zile taasisi labda huenda ambazo zilikuwa zimetunukiwa wajibu fulani sasa zitajitokeza ziseme labda kuna zile safeguards ambazo zinaweza tumika. Changamoto labda kubwa ni kwamba mtu kama Mheshimiwa Malala amekuwa ni government critic, lakini angekuwa labda ni mtu mwingine ambaye si mwanasiasa ambaye alijihusisha na playwright ya Butere Girls, haingekuwa na shida. Na kwangu mimi kama Eric Nahorenya sikukuwa na shida na wale wasichana, maana kuna yale maswala ambayo labda walikuwa nazungumzia na tumesema kwamba ni kioo cha jamii, ile inaitwa literature wakati tulikuwa nasoma. Na pia tujue kwamba kule mbeleni nilikuwa naambiwa na wazazi wetu kwamba walikuwa wanasoma vitabu kama za Shakespeare. Ukienda kuangalia labda Shakespeare labda hakuwa mwalimu, lakini hizi zilikuwa ni set books ambazo nilikuwa nasoma, maana kumekuwa na usemi na expression ya jamii vile imekuwa kule mbeleni, vile iko sasa na vile tunatarajia pale mbeleni. Sasa vijana wanapata nafasi ya kujiongelelea na ile umri ambao wamefika, labda mtu akiwa miaka 16, 17, 18, these are young adults. These are people also likely to come up and claim their space. Lakini vile nimesema mbeleni, kila kitu kiko na mpaka. Asante. Naam. Mtazamaji, huyo ni Eric Nahorenya akisema tu kauli mbiu, kila kitu ina mpaka na sheria tu peke yake haiwezi, lazima kukuwe na maadili na masuala mengine. Tukiwa akitusaidia tu kufafanua swala nzima la uhuru wa kujieleza katika taifa letu. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kulikunja jamvi la kipindi cha Tamrini. Shukran sana kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi. Naona mwenzangu Abdulaziz Hashim tayari ashafika studioni kuletea taarifa za saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Mimi ni Khalid Abdullahi. Byron Abuli amenisaidia kupeperisha kipindi hiki kwa lugha ya ishara. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri. Thank you.